kama tumekufa pamoja na Kristo, twaamini kama tutaishi vile vile pamoja naye. Twaijua hakika Kristo aliyefufuka katika wafu hafi tena. Mauti haina uwezo juu yake tena. Nanyi vile vile mjiangalie kwamba mmekwisha kuifia dhambi, na sasa mnaishi kwa ajili ya Mungu katika Kristo Yesu. Tuombe. Yesu, baraka yako ishuke kwa wingi juu yetu sisi tuliokumbuka mateso na kufa kwako. Utuongezee imani na mapendo, ututhabitishe katika kusudi letu la kukufuata katika njia ya msalaba, ili tuishi siku zote kwa ajili ya Mungu Baba yetu, tukikataa dhambi na kushika mwendo safi, na pamoja nawe tufike mpaka utukufu wa ufufuko, unayeishi na kutawala milele na milele. Leo ni Ijumaa tarehe ya 13 mwezi huu wa 3 katika mwaka wa Bwana 2026. Leo hii ni siku ya 21 ya karema yetu, ambayo ni njia ya 4 ya msalaba katika mwaka huu. Tumesikia Injili ambayo kwayo tumechota tafakari ya kuweza kutusindikiza katika maisha haya ya kiroho, na kwa kipekee katika kipindi hiki cha Kwaresma. Nianze na mfano huu. Baba mmoja baada ya kufunga ndoa na mkewe kanisani, punde imeanza maisha yao, amekuwa mlevi wa kutupwa. Kurudi nyumbani mapema ni nadra, ni usiku, na akija watu wote wanajua fulani amefika kwa fujo zake. Nyumba imeharibika, imechakaa, mama amefanya nguvu zake, amesimamisha jengo lingine la nyumba. Baba hana taarifa. Mama akawa anajiuliza swali, hivi kweli hii ndio ndoa katika taabu na raha? Hivi ndio kila ndoa ilivyo? Nimeona nimefika mwisho, nimechoka, nimeshindwa. Watoto hawajui vyema baba yao, huduma hamna kabisa, kueleweka haeleweki. Sijui nimeolewa na mwizi wa kuingia usiku, nimeolewa na jambazi wa kuingia usiku, nimeolewa na nani? Nasikia aibu hata kwa wenzangu. Mama yule akasema leo hii huyu hatalala hapa. Basi huko baba ameamua haendeleze maisha huko. Mama yule usiku akajiandaa, kavaa suruali vizuri, kajifunga kitenge vizuri, kwamba lolote nitakubali litokee, lakini nimeshindwa. Anali basi huko aendeleze maisha huko. Usiku ule kuelekea saa 6 saa 7 baba amerudi kama kawaida. Amegonga, mke anakaushia, amwitikii. Mpaka mara kadhaa baba yule akasema huu lango nitauvunja. Mama akamwambia subutu, umeujenga wewe, ulale huko kwenye ulikuwa. Baba akasema nilale huko, yaani kama unamwambia yule binti yako alale kule kwenye ilikuwa kwa wanaume, au ama amefika chelewa, hapa ni kwangu. Kaambia yaani hapa kwa kweli ulale. Yule baba akawa na lugha za kuanza kumbembeleza mke wake, pengine anaweza kukubali, akawaingia ndani. Mama akanisimamia,
akaanza kuwaita watoto wake pale nje, fulani, mimi nakufa hivi, mama yenu ameniua. Mubaki akimjue mama alimuoa baba. Na kaambia mama, utabaki na watoto utahangaika. Kaambia hata hivyo niko na wewe. Kwani kama nahangaika hujui, kama nina raha hujui, kama nimekula nini hujui. Ndio hivyo mimi nakufa hivi. Akaambia ufe tu, hata mimi baba yangu alifariki. Nililia kweli na nikala, leo nipo. Na wewe utakufa. Nitalia kweli, nitakulia. Lakini nitabaki, nitakula, maisha yataendelea. Baba akasema, mama leo ana msimamo. Naona hapa siingii, hapa sinani hapa. Kulikuwa na kidimbwi cha maji, kishimo kikubwa ambacho watu walitumia tope kufyatua tofali na kujengea, kimejaa maji. Ile baba akamwambia mke wake, najitupa kwa haya maji. Na hivi nimelewa, sitakuwa na nguvu, tafia huko tu. Kaambia haya sawa. Baba akaenda, akachukua kijiwe kikubwa, akakitupa ndani ya yale maji. Yule mama mule ndani, wale mama ule namba, akafungua mlango. Baba akazunguka upande wa nyuma ya nyumba, mama akafungua mlango, akachukua mwanzi. Ule yuko wapi? Uko wapi? Rudi baba fulani, rudi. Yuko kule, rudi. Yuko baba amezunguka, akaingia ndani akafunga mlango. Sasa watoto kule ndani wanaanza kulia, papa amekufa. Mama kasikia mtu anaanza kuongea kule ndani. Acha kulia, nipo. Hapa ni kwangu, hapafi mtu hapa. Kuja kusukuma mlango umefungwa. Akaanza yule mama, lakini hivi baba fulani, wewe unanitendea, unafaidika nini? Akikuwa ni yule dada yako fulani anatendewa haya, wewe kweli ungefurahi kweli? Kristo. Tubadilike. Yule baba akamwambia mke wake, "Huingii hapa. Usisema mimi sidada hapa. Wewe ndio fulani hapa. Hapa ni kwangu. Mimi ndo mwanaume hapa." Yule mama akamwambia, "Nitapiga kelele. Watu wataamka kazi yako." Yule baba akamwambia, "Piga kelele. Watu waje niwaambie mimi ndo mwanaume wa kuwa nje usiku mida hii. Mumuulize yeye mida hii tunaelekea saa 7 anatoka wapi na malaya wake?" Kristo. Mama akaishiwa hata kupiga kelele. Baadaye ndipo akamfungulia, akaanza kumsimanga, eti hautalala hapo. Sasa hapa mimi ni kwako kwangu. Basi maisha yakaendelea namna hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaposikia hadithi hii tunapatwa na mshangao. Pengine watoto nao walikuwa na mshangaa baba yao kwa maisha anayoishi kwa mtindo ule. Na mama ili kuchukua maamuzi yale alibaki pengine anamshangaa toka walipokutana nyakati zile mpaka ameenda kufunga ndoa. Anamshangaa leo umefikia haya, acha basi niamue hivi. Baba naye anamshangaa mke, leo umenifungia. Tumsifu Yesu Kristo. Tena akamshangaa amesema si niende huko nikufe. Hapo tena anajileta, anaanza kusema mume wangu uko wapi? Bado ninapenda. Sasa neno kushangaa katika Biblia limeandikwa mara 148. Inaonyesha wingi wa mishangao hata katika Biblia. Na katika Injili tuliyosoma leo, ile ya Dominika ya 3 iliyopita Kwaresma, tumekutana na washangaaji mbalimbali. Kama Yesu amekutana na yule mama Msamaria kwenye kisima akichota maji saa 6 kama tulivyosikia. Na kwa Wayahudi maji alikuwa anachotwa mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Saa 6 hapana. Sasa Yesu anamshangaa huyu mama anachota maji saa 6 kisimani na yuko peke yake. Imeanza lini? Yule mama naye ambaye ni Msamaria, na tumeona pia na yeye anamshangaa Yesu, ambapo Yesu anakuja na muomba maji kwamba nipe maji ninywe. Mshangao wa kwanza yule mama kwa Yesu ni kuona huyu baba alifika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alipa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda
mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawakuchangamana na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda akamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwona Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba atawafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuhaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu yatazame mashamba ya kuwa yamekwisha kuwa meupe, tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja upanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msiyoyataabikia, wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba ameniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2.
Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa katika huyu ndiye Mwokozi, hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Akipona hivi, mshangao wa pili, hana kizoleo cha kuchukua maji na kisima ni kirefu. Mshangao wa tatu, anamwomba maji na Yesu anamjibu kwamba mimi nitakupa maji. Hayo unayokunywa yanaleta kiu, lakini nitakayokupa mimi ni maji yanayokata kiu kwa umilele wote. Mshangao uliofuata, yule mama anaendelea kumshangaa Yesu kwamba huyu ni nani? Ananiambia habari zangu kwamba umeishi na wanaume 5 na huyu uliye naye hata si mume wako wa 6. Anamshangaa Yesu, anamwambia habari zake zote. Punde si punde, mitume nao waliokuwa mjini kurudi wanamshangaa Yesu anasema na mwanamke. Wao wawili mida ambayo si ya kukutana kwenye kisima cha kuchota maji. Kuna nini? Pengine ingekuwa sisi wa 2000 tungesema Yesu ndako ungekumbe. Tusifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wakawa wanamshangaa. Wakamshangaa Yesu, mbona anaongea na mwanamke kama injili ilivyosema. Na injili inasema hakuna aliyemuuliza Yesu neno, kwa nini unasema naye? Kwa nini uko kisimani? Je, sisi nasi tunamshangaa Mungu? Au sisi nasi tunamshangaza Mungu kwa jinsi gani? Wengi wetu hapa, twende kwetu kama Wakatoliki tulio katika mfungo huu wa Kwaresma, tumeshangaa na tumeshangaza, pengine ni wiki 2 ama ni katika wiki hii, kushiriki pengine katika mambo ambayo hatuna uhakika nayo, na mpaka wengi, sina ushahidi kusamahani, pengine wana vipini hapa, pengine wengine wamejaza visamvu, asogoba ngine Swahili, wengine wana hiyo, na tupo kanisani tunamshangaza Mungu eti wamefunga. Kama niseme Bwana turumie, hata sijui niseme nini. Tusifu Yesu Kristo. Bwana turumie. Tunamshangaza Mungu. Mkatoliki tumesikia katika somo la Injili, ninyi mnamwabudu Mungu je katika roho na kweli? Hilo ni neno tumelisikia katika Injili na ni kweli, na hivi ambavyo tumekuja na tena ndani ya kanisa. Haya, pengine wengine wamekuwa kivasi ni wapi akakivua akaweka mfukoni, lakini bado tuko ndani ya kanisa. Na hata nje ya kanisa, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtukuze Mungu kwa viungo vyako na kwa vyote ulivyo navyo. Tumemshangaza Mungu. Tumemshangaza Mungu. Basi, na hata hivyo Jumapili wapo wengine watakuja na kukomunika na wanache. Je, hatuna hata aibu? Hatumsikii Mungu hata aibu? Na unakuja kumpokea huyu Yesu kwa Ekaristi ndani ya kanisa, unayo vitu unatuficha hatuoni. Pengine katika wale waliohusika kufanya yale pengine walikuwepo kina sisi tunajitatupo kwenye mfungo wa Kwaresma. Tumemshangaza Mungu. Alafu baadaye tunaimba nyimbo za Kwaresma vizuri, mapambio yale tu, tunajipanga kutoa sadaka hapa, alafu tunasema nimefunga. Hivi tumerarua nini? Tumerarua nini? Hata kwa miili yetu tumeondoa nini? Kristo. Wapendwa, tusimshangaze Mungu kwa jinsi hiyo mbaya, kwa namna ambavyo sisi tunavyoishi na kuona kwamba Ukristo wetu hauna maana. Wakati tunapobatizwa tunapakwa mafuta wakati kumeni kifuani, na tutaona hivyo Jumapili kwa wale wakati kumeni wakubwa, kwamba mlindwe na nguvu ya Mungu. Tunaisadiki, tunaiamini, na ni kweli.
Yesu leo amesema nipe maji ninywe, kwa maana alikuwa na kiu katika hali ya binadamu, na hivyo alikuwa anamaanisha katika maisha yetu sasa. Yesu ana kiu na wewe. Yesu ananihitaji, Yesu anakuhitaji, Yesu anatuhitaji kuondokana katika hali hizo. Ana hamu ya mimi na wewe kubadilika. Hiyo ndiyo kiu kubwa aliyonayo, ili tukasherekee jema Pasaka hii ya mwaka huu 2026. Nasi tumwambie Yesu, Bwana nipe maji hayo nisione kiu tena. Kumaanisha kwamba Bwana nipe Roho wako Mtakatifu, kwamba nisibaki tena kama mimi yule wa zamani kabla ya Kwaresma, ili niwe kiumbe kipya kenye kukupendeza, na hatimaye baada ya maisha haya ya Kwaresma na hapa duniani nikakuone na kukutana nawe uso kwa uso katika upande wako kule mbinguni. Wapendwa, tendo la Yesu kukutana na huyu mama Msamaria ni tendo jema sana, kwa kuwa ni makabila mawili ambayo yalikuwa yana mapatano vizuri. Sasa leo Kristo ameyaunganisha hayo ambayo yalikuwa yapatani. Hivyo mama huyu Msamaria ndiye mwanamke na ndiye Msamaria wa kwanza kuwa mfuasi wa kwanza katika ufuasi wa Samaria wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi Yesu tunapoona ameondoa ubaguzi huu, pengine nasi katika jamii zetu tumejaza chuki, utengano, dharau na ubaguzi. Hali hizi zitafanya sisi kushindwa kupokea maji ya uzima anayotupa Kristo. Hivyo ni vyema kumwomba Roho Mtakatifu hapa tunapoishi na tukiwa na makabila mbalimbali. Yule mama baada ya Yesu kumwambia yake yote, alikubali makosa yake ya kuishi na huyu, leo yule, kesho yule, akauacha mtungi wake wa kuchotea maji. Ninakuuliza, una mtungi gani? Mwanamke katika Injili alikuwa malaya na kahaba, ila mwanzoni alipokutana na Yesu hakumfahamu Yesu kabisa. Sasa baada ya kufunuliwa na kumtambua Yesu na mahubiri yake, akaamua kuacha mtungi wake. Vipi nawe, una mtungi gani wa kuacha wakati huu wa Kwaresma? Wapo walio na mitungi ya umbea, uzushi, uchawi na ushirikina, uwizi na uchonganishi, mitungi kama nilivyokuwa nimesema, vipini na visaka, ulevi, utumiaji wa madawa ya kulevya. Wengine wana mitungi ya kutokushiriki hata sala za jumuiya. Wana mitungi wengine ya kutokulipa zaka, miaka nenda miaka rudi. Wengine wana mitungi ya upinzani kwa mambo mbalimbali, si katika kanisa tu, katika jumuiya, katika jamii na katika familia. Wengine mitungi ya vizuizi vya masakramenti. Wengine fujo katika ibada za misa. Yaani pale alipo yeye ni fujo, amebeba mtungi uliojaa fujo na kujisahau na kuzani pengine tupo kwenye disco, lakini anajisahau kama tupo kanisani. Na ndio maana utasikia weka we ni wapi? Je, ni disco? Ni ibada ya misa takatifu? Baba. Hiyo imetoka wapi katika liturujia? Huo ni mtungi tulio nayo. Wengine ni waumini wamebeba mitungi ya kuwa waumini wa masikukuu. Wengine wamebeba mitungi ya rushwa na uongo. Umebeba mtungi gani? Yule mama aliuacha mtungi wake wa ukahaba na umalaya kabla ya kufikia Pasaka. Una nini cha kuacha? Mtoto mmoja alimuuliza mama yake, mama, hivi kwa nini uliolewa na baba? Pengine kuna kitu leo na baba na kamtungi fulani. Hivi mama kweli akakubali kuishi na mtu kama huyu? Labda sijui. Pengine na mimi na wewe kama Wakristo tunaweza kusemwa, hivi wewe ni Wakatoliki kweli? Ni kwamba kuna tumitungi tuko nao. Tuache kabla kufikia Pasaka. Wapendwa, kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kuacha mitungi.
Shiriki sana masakramenti, hasa kitubio na Ekaristi Takatifu, ili Yesu awe ndani yako, aondoe mitungi tuliyobeba. Yule mwanamke ndipo akaanza kazi ya umisionari. Pale alipokwenda kuambia watu, njooni na muone, nimemwona mtu, inawezekana ni Kristo, aliyeniambia mambo yangu yote waziwazi. Yule mama alipoacha mtungi akawa misionari, akaenda na mtangaza Kristo, na wale wengine wakaja, na wengi wa Samaria wakamwamini Kristo. Na sisi tutawafanya wengi wamwamini Kristo kama kweli mfungo huu na mfungo kuelekea Pasaka unatubadilisha, na hivyo kuwavuta wengi wamjie Kristo kupitia matendo yetu. Kwa hiyo matendo yetu yaweze kuonyesha kwamba tunamwabudu Mungu kupitia Yesu wake katika roho na kweli. Zaburi ya 19 nasema, ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu. Amani ya Bwana itawale roho zenu. Bwana